Hello, mambo vipi? Mimi ni Asma Ali, mtangazaji wako wa Kiumbo TV, na tupo hapa leo kwa Madebe Lidai. Huyu ni mshiriki ambaye ameshiriki katika tamthilia ya Sili. Leo nataka tukazungumze naye, yeye amecheza kama nani na ni nani kwenye tamthilia ya Sili na kwa nini ipo Sili. Heshima yako. Njema tu, nashukuru Mungu. Ndiyo. Karibuni sana Kiumbo TV. Asante, sisi tumeshafika. Bwana, tunataka tuzungumze kuhusiana na masuala ya kazi. Kazi nyingi sana umefanya na kazi nyingi sana ambazo ukifanya huwa zinaondoka sana kwa muda mfupi sana. Tunataka tujue katika tamthilia ambayo umeshiriki ya Kiumbo Media ambayo ni Sili, ambayo inaitwa Sili, kule wewe umecheza kama nani, na tunataka tujue namna ya Sili kuielewa maana ya tamthilia hiyo. Tamthilia ya Sili nimecheza kwanza kama kaka ambaye ni mjomba wa mtoto ambaye ana siri ndani yake. Kwa hiyo nilikuwa kama ni mjomba, lakini kuna siri nyingi ambazo zilijificha hapo katikati. Lakini pia nilicheza kama kaka. Tukizungumzia mfumo wa mtoto, maana yake inakuwa mjomba, lakini mfumo wa mzazi inakuwa kaka. Kwa hiyo nimecheza kama kaka, lakini pia kama mjomba wa mtoto ambaye ndani yake ana siri. Na inavyoonekana ile tamthilia ya Sili imebeba vitu vingi sana. Kwa hiyo watu wanataka kutazama, je, hii tamthilia yupo Madebe Lidai. Madebe amefanya vitu vingi vikubwa na vitu wengi wanaviona na ni vizuri. Kwa wewe kama wewe unaizungumziaje, kwa sababu wale ni wasanii bado ambao wanajitafuta, lakini kwa sababu upo wewe pale na ni star ambaye unafahamika katika nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo wewe unaizungumziaje katika kazi zao ambazo wameziandaa? Mimi ninachozungumzia kwamba kwanza watu waendelee kutazama. Waendelee kutazama, lakini pia wasanii wamejitoa kwa nafasi yao, wamefanya kitu kizuri. Kwa hiyo ninachokizungumza zaidi ni kwamba kazi ni nzuri na ni bora. Watu wanaweza wakatazama ili wapate elimu kwa njia ya burudani. Na upande wa wasanii wameigiza vizuri kwa nafasi yao. Kwa hiyo mimi nadhani mengi watu wakiona ndo watafurahi na burudani, lakini pia watapata ujumbe na watajua kwa nini Sili. Na siri ya watu wawili imekuwaje? Siri ya watu wawili, kuna wengine wameijua pamoja na hao watakaotazama. Kwa hiyo tuseme ni kitu kizuri ambacho kimeandaliwa sana, na kwa sababu wewe umesema na umeona, kwa hiyo ni story ambayo inaeleweka sana na ni story ambayo watu waendelee kuifuatilia, ina maana na waendelee kutazama, na watu wanapenda sana wakiona mara ya kwanza mtu ambaye wanamfahamu, wanaamini kwamba hiki kitu kitakuwa kizuri. Kwa wewe pia upande wako, je, kwa wale watu ambao umekutana nao katika Sili, je, kwa mtazamo wako wewe unawatazamaje katika upande wa filamu? Kwa wale waigizaji na watazama, asilimia kubwa watakuwa waigizaji wazuri, kwa sababu kwanza wametendea haki kile walichopewa. Lakini pili, kwenye upande wa hadithi ni kuna siri na mwandishi naye amejitahidi kwa nafasi yake. Kwa mimi nakosa jambo zuri la kusema kutokana na ubora wa series yenyewe, na hisi nikisema mengi nitawatoa watu katika utamu. Kwa mimi niwaambie tu mataifa yote wafuatilie kupitia Kiumbo Media. Kiumbo Media ndo kuna hii tamthilia ya Sili. Sili ya watu wawili. Kuna watu wawili wana siri yao. Umesema katika series ya Sili wewe umecheza kama kaka, lakini tunataka kujua ni kaka wa aina gani ambaye umecheza katika tamthilia hiyo ya Sili? Nimecheza kama kaka mtulivu, lakini pia ni kaka ambaye anampenda mdogo wake pamoja na maathiriko aliyokutana nayo ya kiafya ya akili, lakini yeye alikuwa anaendelea kumpambania mdogo wake. Lakini ni kaka ambaye anafuatilia kila kitu kinachohusiana na mdogo wake. Kwa kwanza nimecheza mkali, lakini pili ni mpole ambaye natamani kokote kwenye ukorofi kuwe na amani ya kudumu. Kwa hiyo usika wangu mkuu ulikuwa huo katika tamthilia ya Sili. Na watu wajifunze nini kupitia tamthilia ya Sili, kwa sababu watu tunatazama vitu kwa kujifunza na kuelewa zaidi? Watu wajifunze vingi sana, lakini mimi nitasema kimoja tu, watu wajifunze kuwa na siri.
lakini siri yenye manufaa kwa wote, ambayo hata ikifunguka basi inaleta tija kwa wengine. Kwa watu wajifunze hilo zaidi. Okay, mtazamaji wangu, nadhani umemsikia sana Madebe Lidai kupitia tamthilia ambayo amecheza Asili. Ni tamthilia ambayo ina vitu vingi sana na kweli imekaa kisiri kama asili yenyewe. Tunataka tumpe kitu ambacho atuambie kwamba anaizungumzia nini kuhusiana na masuala ya channel hii yetu ambayo tunaizungumzia hapa, au tunaitangaza kazi zetu tunazitangaza kupitia Kiumbo TV na kupitia Kiumbo Media.